Ni habari za siasa mtazamaji wetu. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Karibu sana, tuangazie taarifa ambako Mange amemjibu Waziri Mwigulu Nchemba baada ya kufunguka mambo ya utekaji nchini ni njama zao, wanaitaka nchi kinguvu. Haya, karibu sana. Ni Waziri wa Tanzania Mwigulu Nchemba ambaye amezungumzia kwa msisitizo mada ya matukio ya utekaji ambayo yanaripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini, akieleza kuwa baadhi ya taarifa zinazoenezwa kuhusu matukio hayo zinaweza kuwa sehemu ya njama zinazolenga kupotosha umma na kuleta taharuki miongoni mwa wananchi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, Waziri Mkuu alisema serikali inatambua umuhimu wa usalama wa raia na kwamba vyombo vya dola vinaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa zote ambazo zinahusiana na matukio ya watu kudaiwa kutekwa au kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Anasisitiza Waziri Mkuu kuwa serikali haiwezi kufumbia macho jambo lolote linalohatarisha usalama wa wananchi. Nikimnukuu, anasema mambo ya utekaji hizi ni njama. Serikali ipo imara na inaendelea kufanya kazi yake ya kulinda maisha na mali za wananchi. Pale ambapo kuna taarifa za uhalifu, vyombo vya usalama vina wajibu wa kuchunguza na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, na anasema Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Majaliwa aliongeza kuwa pia Mwigulu Nchemba aliongeza pia kuwa ni muhimu kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa mamlaka husika badala ya kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, kwani kufanya hivyo kunaweza kuongeza hofu isiyo ya lazima na kuathiri uchunguzi unaoendelea. Aidha, aliwataka viongozi wa kisiasa na wanaharakati na wadau mbalimbali kutumia majukwaa yao kwa kuwajibika ili kuhakikisha taarifa zinazotolewa kwa umma zina ukweli na zinachangia kudumisha amani na utulivu wa nchi. Alisema Tanzania imeendelea kujengwa katika misingi ya amani, umoja na mshikamano, hivyo kila mwananchi ana wajibu wa kulinda misingi hiyo. Kauli hiyo, mtazamaji, imeibua mjadala katika jamii na kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya wananchi wameunga mkono msimamo wa serikali wa kutaka uchunguzi wa kina ufanyike kabla ya hitimisho lolote kufanikiwa. Lakini wengine wameendelea kusisitiza umuhimu wa uwazi katika uchunguzi wa matukio yanayoripotiwa ili kuondoa sintofahamu na kujenga imani kubwa kwa umma. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa itachukua hatua stahiki dhidi ya yeyote atakayebainika kuvunja sheria, huku ikiahidi kuendelea kuhakikisha usalama wa wananchi unaimarishwa katika maeneo yote ya nchi. Lakini baada ya kauli hiyo ya Waziri Mkuu siku ya jana, Mange Kimambi, dada wa taifa, anamjibu Mwigulu Nchemba, na mwanaharakati huyo ameamua kumjibu Waziri Mkuu wa Muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya waziri huyo kutoa tamko kuhusu kisa cha utekaji maeneo ya Bunju kilichomlenga msaidizi wa Tundu Antipas Lissu aitwaye David Jumbe. Dr. Mwigulu Nchemba alisema ametilia shaka sana tukio hilo na kuwalaumu watu ambao lengo lao ni kulichafua jina la taifa la Tanzania. Na Waziri Mkuu amewarai wa Tanzania wapuuzilie mbali wazushi hao. Sasa tamko la Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba haujakaa vizuri na wanaharakati. Sasa Mange Kimambi, ambaye anapenda sana kuzungumza masuala mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii, ameweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho Waziri Mkuu amekizungumza. Mange amechapisha na kuandika hivi: Watanzania tumpotezea Mwigulu Nchemba, asitutoe povu wala kupandisha pressure. He is a lost cause. Mwigulu Nchemba anajua samaki akidondoka na yeye amekwisha. Je, unadhani huo utekaji ulikuwa na uhalisia? Eti mtazamaji, unaweza kuandika maoni yako kwa chile kupitia Biomedia. Wakati mwingine tuangaze kwa zuri kabisa. Jina langu ni Official Rose D, na uwe na wakati mwema mpaka wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.